Tunajenga bandari ya Dar es Salaam, maboresho mbalimbali yanaendelea kufanyika kwa zaidi ya dola milioni 421. Tanga zaidi ya bilioni 429. Ukienda Mtwara takriban bilioni 157. Kwa unaweza kaona Daktari Samia Suluhu Hassan alivyoamua kujenga bandari karibu zote kwenye bahari kuu na kwenye maziwa. Hapa nimezungumzia kwenye ziwa Tanganyika. Ungesema niongelee na Mwanza, ningeeleza kule Kemondo, North Mwanza na Bukoba. Ungesema ningeongelea Nyasa, ningeongelea bandari kubwa ya Mbamba ambayo inajengwa. Sasa ujenzi wa miundombinu hii yote unakwenda sambamba na ujenzi wa reli inayounganisha kutoka Dar es Salaam, inayounganisha kutoka Tanga pamoja na maeneo mengine kwenda kwenye maziwa haya. Kule kwenye reli tumepitisha sheria ya open access. Yaani baada ya kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya reli, wananchi au wawekezaji wa ndani na nje ya nchi wanaruhusiwa kuleta mabehewa au vichwa vya treni kwa ajili ya kuendesha. Ni kama unaofanya kwenye barabara. Tumejenga barabara, ukiwa na maroli yako, lete. Ukiwa na basi yako, lete. Sasa ndivyo hivyo upande wa ziwa Tanganyika. Tumejenga bandari ambazo nimezitaja hapo juu. Lakini bado tulikuwa hatujaanza kwenye kazi ya ujenzi wa meli kwa kiasi kikubwa. Serikali imesaini mkataba tayari ambapo hivi ninapozungumza tumeanza ujenzi wa kiwanda cha meli pale Katabe, ziwa Tanganyika kwa maana ya Kigoma. Kile kiwanda kitasaidia kuhudumia meli mbalimbali. Lakini pia tunakarabati meli yetu ya Mwongozo pamoja na Sangara pamoja na Liemba. Hawa wenzetu wameamua kuja kujenga meli 4 kwa mkupuo zenye uwezo wa kubeba tani 2000 na watakamilisha ndani ya muda mfupi. Zitaunganisha upande wa kwetu na upande wa ng'ambo. Hii ni habari njema sana ambayo kimsingi waheshimiwa wabunge nawashukuru kwa kutambua na kuthamini. Kwanza diplomasia ya uchumi ya rais wetu. Mahusiano yake mazuri. Nchi ziko 4 wangeweza kujenga meli hii, wangechagua pengine bandari moja wapo wangejenga meli hizo. Wamechagua Tanzania. Lakini 2, hawa wenzetu wangeweza kupitishia mizigo wao kwenye bandari zingine. Wamechagua kupitishia kwenye bandari ya Dar es Salaam. Maana yake ni nini? Diplomasia yetu ya kiuchumi inayoongozwa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan inafanya vizuri. Mkataba huu wa miaka 2 ni ya upangishaji wa eneo wanaolitumia kujenga meli, na TPA itapata kiasi cha shilingi dola milioni 158,000 kwa miaka hiyo 2 watakuwa wanalipia kwa kutengeneza meli hapa. Faida zake ni nini? Uwekezaji huu, hawa ni kampuni tanzu ya kampuni nyingine ambayo inatokea China yenye migodi kule Manono za Kongo DRC. Wanataka watengeneze meli hapa ambazo zitafanya kazi ndani ya ziwa Tanganyika, lakini wakisafirisha shehena ya madini kutoka Manono. Kwa hiyo hapa wanajenga meli lakini zitakuwa zinaenda Kalemi na maeneo mengine, lakini muhimu sana ni kuvutia shehena. Na shehena hii itapitia bandari ya Kigoma, itaenda Dar es Salaam na Tanga. Kwa hiyo tunategemea kuwa na shehena kubwa zaidi ya madini ya kimkakati wanasema wataalamu kupitia nchi yetu ya Tanzania na kupitia bandari zetu. Na hivyo tutapata faida kubwa kwa sababu biashara utaratibu huu utachechemua biashara katika maeneo yanayozunguka ziwa Tanganyika na sehemu zote zinazopita reli ya kati kutokea Kigoma, kwa maana ya reli ya kawaida MGR tunaita na reli ya SGR ikikamilika.